Uhali gani? Natumai umzima wa afya. Imekuwa ni saada na Sudi kukutana na siku ya leo. Msikilizaji na mtazamaji wa GX Media, karibu kwenye makala hii ya siku ya wanawake duniani. Mimi ni Abella Gosbet. Harakati za kutetea haki za wanawake zilianza mwaka 1908 huko mjini New York, ikiwa ni baada ya mateso ya wanawake wakidai muda mrefu wa masaa ya kazi, ujira mdogo, kunyimwa haki ya kupiga na kupigiwa kura. Mwanamke wa Kijerumani Clara Zetkin alianzisha wazo la siku hii kuadhimishwa kitaifa, kutambua mchango wa wanawake katika ngazi zote za kimataifa. Alipendekeza wazo hili katika mkutano wa wanawake wa mwaka 1909 huko mjini Denmark, na baadaye siku hii kuadhimishwa kimataifa na mataifa mengi ya Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali mwaka 1911. Siku hii ya wanawake duniani ilitambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 1975 na kuanza kupewa kauli mbiu ya kwanza mwaka 1996, na kauli mbiu hiyo ilikuwa furahia yaliyopita, panga kwa ajili ya baadaye. Siku hii huadhimishwa kutathmini maendeleo ya wanawake katika jamii, siasa na uchumi. Nchini Urusi, maadhimisho haya yalianza kupewa heshima baada ya mgomo wa siku 4 kwa ajili ya kusisitiza masuala ya amani, usawa na tatizo la upungufu wa chakula maeneo ya kazi. Tarehe ambayo mgomo huo ulianza ilikuwa ni tarehe katika kalenda ya Julian ambayo Urusi ilikuwa ikitumia wakati huo, ambayo ilikuwa ni tarehe 23 ya mwezi Februari. Kwa nchi nyingi ikiwemo Urusi, siku hii ni siku ya mapumziko na mauzo ya maua huongezeka mara 2 zaidi, ambapo wanaume pamoja na wanawake huwapa wapendwa wao wa kike kama ishara ya kuthamini mchango wao. Wakati kwa nchi ya China, siku hii wanawake hufanya kazi nusu siku kama ilivyoagizwa na serikali hiyo, ingawa si waajiri wote hufuata utamaduni huo. Na nchini Italia pia siku hiyo inapambwa na kupeana maua na inafahamika kama La Fiesta della Donna. Na kwa hapa nyumbani Tanzania, kundi kubwa la watu ni wanawake, hivyo maendeleo hayawezi kusimama bila kuhusisha kundi hili. Mwaka 2005 Tanzania ilianzisha maadhimisho haya kila baada ya miaka 4 kuthamini na kutathmini maendeleo ya wanawake katika ngazi zote. Mwaka huu 2026, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, alieleza maadhimisho haya mwaka huu yatafanyika kitaifa kwa ngazi zote, kuanzia ngazi ya kata, wilaya, mikoa na kitaifa kwa ujumla, ikiambatana na kauli mbiu isemayo Tanzania itakuwa haki, usawa kwa maendeleo ya wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Dorothy Gwajima, licha ya nafasi yake ya kisiasa, amekuwa chachu katika kuimarisha usawa na haki kwenye jamii yetu ya Tanzania. Utendaji kazi wake ni mfano mzuri kwa wanawake na mabinti. Na katika wizara hiyo amedumu kwa zaidi ya miaka 5 bila kupoteza ubora wa kazi. Katika sekta ya uongozi, wanawake miaka hii hawatajwi kuwa mkia, bali ni vinara. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa sasa na wa kwanza wa kike, ametajwa kuwa imara katika mambo mengi ikiwemo diplomasia ya kimataifa, maridhiano ya kisiasa, utalii, uchumi na uwekezaji. Hii imeondoa fikra ya wanawake hawawezi kuongoza katika ngazi ya juu. Pia Mheshimiwa Anna Makinda, mwanamke wa kwanza kuwa spika wa bunge nchini Tanzania. Bibi Titi Mohamed ni moja ya viongozi muhimu katika historia ya uhuru wa Tanzania. Alihamasisha maelfu ya wanawake kujiunga na TANU, chama kilichokuwepo kwa wakati huo, na katika kushiriki siasa wakati wa kupigania uhuru wa nchi. Hata hivyo, nchi yetu kwa sasa ina wanawake na wasichana wengi wanaofanya mambo makubwa katika nyanja mbalimbali na hasa katika uongozi. Jokate Mwegelo ni mwanamke na kijana. Amehudumu katika uongozi wa serikali, kuwezesha vijana. Anatajwa pia katika sanaa na ujasiriamali. Uongozi wake unagusa hisia za watu wengi na kuwa mfano kwa mabinti wengi. Diana Chando, katika ngazi ya vijana kimataifa, huwezi acha kumtaja mwanamke huyu kijana aliyehudumu katika mashirika ya vijana, Umoja wa Afrika, AU, na karibuni kuteuliwa kuwa kiongozi wa ulinzi na amani katika jukwaa la vijana ukanda wa SADC. Hao ni baadhi ya wanawake na mabinti viongozi hapa Tanzania.
Kwa upande wa habari na sanaa ya sauti, Gertrude Mongole, mwanamke wa Kiafrika na Kitanzania ambaye aliandaa na kutangaza mkutano mkuu wa Beijing. Skola Kisanga, huyu ni mwanamke mtangazaji wa BBC. Utashi wake katika kuzungumza na usomaji habari unavutia watu wengi. Caroline Maleo, binti na kijana mtangazaji wa TBC habari za lugha ya Kiingereza. Yeye hutajwa kwa umahiri wa habari na mahojiano na viongozi tofauti kimataifa. Hata hivyo, kwa sasa katika sekta ya habari, wanawake wengi nchini wanafanya kazi nzuri na kutambulisha sekta hiyo kwa uga mpana kitaifa na mataifa, licha ya kuwa na uchache wa wanawake wabunifu katika sanaa ya sauti ya uzungumzaji. Dondosha ujumbe katika uwanja wa maoni hapo chini nasi tutayapitia. Kwa niaba ya waandaaji wa kipindi hichi, ulikuwa nami Abela Gosbet.